Sure, nimekuona by the way kwenye chupa pia la Nakotunako. Noma. Umepoa mle mkubwa. Udiwani kama haupo hivi mkubwa. Ile kofia ile ya ujanjalo ule, ustaa ule bado uko nayo mkubwa. Sasa si ndio nakwambia inategemeana na bidhaa unaoitaka. Ukimtaka diwani sawa, ukimtaka janjaro sawa. Sasa mimi nilikuwa kuna issue moja afu nimekumbuka mkubwa, nadhani unaweza kunisaidia ku clear this thing. Wakati unataka mambo ya uchaguzi unaendelea pale, ilikuja story yako ambayo ilionekana kama sijui ilitokea mambo ya silaha sijui na vitu kama hizo, ilienda viral sana, watu waliiposti sana, na baadhi ya watu kwa muda ule, kwa sababu ilikuwa ni muda wa kuelekea kwenye kampeni, walikuwa wanataka kuitumia kama ni njia ya kukufanya wewe uonekane kwamba ni mwana ambaye haustahili kugombea nafasi ambayo ulikuwa unagombea. To make the thing clear mkubwa, kilitokea kitu gani hadi ikafikia pale? Kwa sababu ni story ambayo ilienda viral sana kwenye muda ule, kwa sababu pia ya mambo ya uchaguzi yalikuwa yanaendelea. Cha kwanza watu wanachotakiwa wafahamu, mimi sio mtu wa historia sina stories za matukio. Sio mshamba wa hivyo vitu. Ni vitu ambavyo nimekuwa navyo miaka mingi. Sure. Lakini hili ndio litokea hivyo. Lakini pia sikuwa na lengo kubwa. Ndio. Nilikuwa mwema bado. Kuulinda amna kama kulinda kuweza kuitoa roho ya mtu. Hiyo ni akiwa kitu kama hicho. Mimi ninachotaka kusema ni kwamba viko polisi viko huko vinaendelea. Viko kisheria. Wewe tusubiri vyombo. Itakuwa na taarifa. Okay, kwa muda ule ilikuletea purukushani kidogo, kwa sababu ulikuwa unapambania issue ya uongozi tena, afu ndo zikaja stories za kupigana marisasi. Kwa muda ule ilikuletea shida kidogo? Hapana, isingeweza kuniletea shida kwa sababu nje vitu ni tofauti na ndani vitu ni tofauti. Sisi wote tulikuwa tunashangaa ya nje, kama ambavyo yeye mlikuwa mnashangaa, si ndio? Kwa hiyo haikuwa na pressure. Kwa maana hata wakazi wa Ngarenaro, kwa maana ya wapigaji kura wako na wakazi wako, walikuwa wameielewa hiyo situation, hawakuwa wanaona kama kuna pressure kama ambavyo tulikuwa tunaiona sisi Dar es Salaam huko. Hapana, kwa sababu wao wako eneo la tukio na wanajua kila kitu ambacho kilikuwepo. Kwa hiyo sana nilikuwa napokea ni pole, na walikuwa wanashukuru tu kwamba niko salama. Hivi Lady JD, tusingekuwa tunafanya interview tena sasa hivi. Sawa, hivi Lady JD uliwezaje kumshirikisha kwenye Asante? Kwa sababu Jide upatikana Lady JD kwenye ngoma yako ile Asante. Unajua ni mtu ambaye kupatikana kidogo ni ngumu, japo ana collabo nyingi kali, lakini pia hizo collabo ni chache. Nyingi ni chache alizofanya zimehit. Wewe uliwezaje kumpata sister? Cha kwanza ni unyenyekevu, na mwenye uhitaji anapewa. Ukionyesha nia ya kitu unapewa, na userious wa kitu, na tukio jinsi lilivyokuwa, na tulifanya kazi katika mazingira magumu ambayo tulikuwa tunakata kwenye mkusanyiko, ulikuwa ni msimu wa COVID. Kwa hiyo kiukweli ilinipa experience, lakini ilinionyesha kijana wakubwa wana upendo. Alikuwa na uwezo wa kunikataa hivyo vyote. Lakini tulienda studio hiyo siku, akarekodi hiyo siku, kwenye video tumemhitaji amefika on time. Kwa hiyo she's very professional. For real, that's nice. Sasa hivi una kofia nyingi. Umeona kofia ambayo imeongezeka tena ya udiwani. Majukumu kidogo ya wananchi yanawakeep busy viongozi wetu. Na wewe pia manake nategemea kukuona pia nawe ukiwa busy kuhudumia wananchi. Sasa kwenye hii kofia ya usanii ni kofia ambayo sasa hivi haihitaji mtu uwe busy, inataka back to back. Unajua mara sijui umepiga tukio hili, mara tena mangoma mfululizo kila baada ya mwezi. Hiyo kofia utaivaje mkubwa? Unakumbuka venye ambavyo Nay wa Mitego pia alikuchana kwenye ngoma yake kwamba hauna hiti toka mambo ya ndoa yameingiliana, hauna hiti. Tutapata hiti tena kwa Dogo Janja na ubize tena unaingia. Cha kwanza unachotakiwa ujue kwamba diwani hafanyi kazi peke yake. Diwani anafanya kazi, ana wasaidizi wengi. Sure. Na kuna ngazi nyingi mpaka kufika kwa diwani. Kuna mjumbe wa balozi, kuna mwenyekiti, ndio. Kuna wajumbe wa serikali za mtaa, kuna mtendaji wa kata. Kwa hiyo vitu vyote mpaka ikwame kule kabisa
ndo aweza kuja huku. Kwa hiyo nani ni mwenyekiti wa maendeleo ya kata. Sawa sawa. Kwa hiyo mimi niko kwa ajili ya kuangalia vitu gani ambavyo vitaleta impact katika jamii yetu na vitu vingine. Sure. Kwa hiyo hivi vitu vingine ndio maana kunakuwa kuna haja ya sabuni. Lakini pia ni watoe wasiwasi. Ndio. Ni kwamba diwani anaingia anaingia mara 2 kwa wiki. Kwa maana yake una siku nyingi pia za kuweza kutengeneza muziki pia. Kwa sababu diwani sio kazi, lazima pia nifanye kazi, lazima nitoe magoma. Source of income iendelee kuwepo, kwa sababu nisipopata pesa kupitia kwenye vyanzo vyangu vingine, ndo pale utapokuwa diwani unakuwa dalali wa viwanja, mtu wa migogoro, hauna kipato. Vurugu fulani janja. Yani hauna kipato. Kwa hiyo utakuwa unatumia kofia yako kuweka makovu kwa watu. Sure. Kwa hiyo lazima ufanye kazi, kwa sababu sio kila kitu kitakuja kitatoka kwenye mfuko wa diwani. Kuna zingine unajiongeza. Kweli kabisa. Yani jamii yako kama ambavyo vitu vyako ulivyokuwa unafanya vinaendelea hivyo hivyo, japokuwa tu unakuwa unahudumia wananchi, unahakikisha mahusiano na wananchi yako karibu, maendeleo yanakuja, miradi kwenye kata inasimamiwa, unahakikisha kila kitu kinaenda sawa, kwa sababu jukumu lako ni kumsaidia Mheshimiwa Rais na kumsaidia Mungu. Si ndio? Bana, leo ni heshima ya Bongo Flava mzee wangu, na tamani unitajie mikwaju yako 5 ambayo kwa namna moja ama nyingine umeisikiliza way back hadi sasa hivi, ambayo kwa upande wako inastahili kuwa ni heshima ya Bongo Flava. Leo tunasikizaga mangoma ya kitambo, so kwa sababu leo ni heshima ya Bongo Flava, ngoma zako 5 tu ambazo kwa upande wako wewe ni noma, ambazo zinastahili kuwa heshima ya Bongo Flava. Ya kwanza ni jina langu ya Professor J. Ndio. Ya pili ni ngoma ya Balozi Dola Sogo kwenye chati. Sure. Ngoma ya 3 ni Hayakuwa Mapenzi ya Sugu. Sure. Namba 4. Ngoma ya 4 naomba nipigie na nyoa na kupenda. Asogea ni kubambe. For real. Na ya 5? Ndio, lazima tupige mambo ya balance gender, hatuwezi kukosa mwanamama katikati. Hakika. Hapo tunafunga na haya yote maisha ya Madi Ali. Bana, haya yote maisha noma kabisa. Sasa Janja, Embu leo tuambie ukweli kuhusiana na punchline yako kwenye mstari wako wa Mr. Kuweza. Ulisema kwamba yule mzungu wa Yankila alinikonyeza. Alikukonyeza kweli yule au ilikuwa ndo kile kipindi cha mistari yangu inabidi kuanza kuifuatilia, alafu utakuwa unajua naimbaga vitu gani. Kwa mfano nilivyoimba hivi hata kwenye Mr. Kuweza, mimi nilishaambia vijana, bonge la charo, bonge la nyang'au, bonge la sharo baro, kinona kama fala kiunoni kumejaa. Sibaelewa. Kiunoni kumejaa. Kwenye Ngarenaro nikawaambia karibu kitani. Shanunu wagani. Bwana wewe. Tuchaneshu. Hawajiongezi. Kumbe ulikuwa unamaanisha. Kwa hiyo tunavyoviimba vingi unaweza tukavindadisi. Mimi nataka tu, mimi naona halina shida. Miaka mingi imepita Janja. Tunataka tu tujue alikukonyeza kama Kongo iliyotata, lakini mimi ninachoweza kusema ni kwamba nimpongeze Yankila kwa sababu ameweza kuwakilisha vijana wa Mwanza wenye rasta, yuko zake Uingereza sasa hivi. Ana enjoy maisha, lakini asiache kutupa muziki. Sure. Yaani mimi hata kama ninavyobananaga vipi, hata kama hivi mnaona, lakini siachagi kuwapa watu muziki. Hicho ni kitu kizuri sana. Na sisi kwamba tuna mashabiki wale wa zamani tu. Tuna mashabiki wapya. Kwa hiyo tuendelee touch na hii generation. Tuwe kama AY, kila msimu tupo. Si ndio? Mzungu alikukonyeza? Sasa yule labda alikuwa anafuta macho. Alikuwa anafuta tongo.
Da, Jajala noma sana. Ile ngoma ya ambayo umefanya na Godzilla by the way ni ya kitambo, so nayo inaingia kwenye heshima ya Bongo Flava. Ngoma ambayo umefanya na Godzilla. Ukisikiliza sasa hivi, kitu gani kinakujia akilini au kitu gani unakikumbuka? Yaani kwa mfano sasa hivi nikipress play hapa pap ikaanza ile ngoma ya Dogo Janja na Godzilla. Kitu gani unakikumbuka kwa haraka haraka? Wakati tunaenda kurekodi, mimi nilikuwa nishapiga vesi zangu, nimetoka shule, tumempitia Godzilla chorus, ameanza kuandikia Msasani, studio ni Masaki, kula vitumbua na soda. Tumefika pale chorus ambayo kichwani, hiyo ndio kitu siwezi sahau. Alikuwa genius. Godzilla noma sana. Kitu gani kingine ambacho unaweza kuzungumza kuhusiana na muziki kakaangu? Leo ni heshima Bongo Flava. Anything ambao una feel au ushawahi kutamani kuongelea kuhusu muziki ambao unadhani watu wengi wakisikia sasa hivi wanaweza akapata knowledge kidogo kuhusu muziki, kitu gani? Mimi naomba nitoe tu knowledge tu, lakini nisamehewe kabla sijaanza kuitoa. Ndio. Tunawapenda sana wasanii wa